wananchi wanasema nini? Mwanambai, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina. Asante sana mwenzangu, na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos, kwenye mada nzima tunazungumzia hulka za wanasiasa, hasa kutembea kila siku mashinani na vile vile kuweza kutoa pesa kwa wananchi, na pia tabia ya wananchi kuweza kupokea pesa kutoka kwa wanasiasa. Je, kuna uwezekano kwamba tabia ikafika mwisho? Na je, imekuwa ikisaidia ama imekuwa vipi? Hapa katika kaunti ya Machakos nazungumza na wananchi ili kuweza kunipasha wao wanahisi vipi katika masuala haya ambayo tunazungumzia siku ya leo, na haya ndio maoni yao. Naweza sema kwamba kuna kitu inaitangwa culture. Hii ni culture imedevelop over time, ya kwamba eti mwananchi akiona mheshimiwa ama akiona mkubwa ama serikali anapatiwa kakitu ama katiba. Hiyo ni culture ambayo tunahitaji kuiondoa katika fikra za watu na katika fikra za watu. Hata viongozi, kuna viongozi wengine wanaonanga ukienda kuwaambia hata kitu mzuri wanaona kama wanataka msaada. Saa nyingine huwa tutaki msaada kwa kiongozi, mimi tumsaidie. Lakini hiyo mentality, hiyo culture imekuwa. So watu wanahitaji kufunzwa kwamba they are rights. Na kiongozi wanahitaji kujua they have to do. We elect them to serve the people and to do it is the people's rights. Kwa hiyo naweza sema hiyo ni kasumba ambayo watu wa Mungu na watu wenye wako roho mzuri wanahitaji kufunza watu ya kwamba si vizuri kuchukua na si vizuri kupeana, ila tu waambie chenye utawafanyia, lakini wasaidie watu kwa dhiki zao kwa njia tofauti, lakini si kuonyesha ni nani ako na pesa, ni nani ako na serikali, ni nani ako na system, ni nani mkubwa. Sasa watu wa siasa tunashangaa watu wanaingia kwa siasa na uwezi, manake wanatoa pesa wapikiwe kula, na daktari, hakuna daktari anakuja anapima mtu kichwa au ni kisuli akisimamia watu. Sasa tutakaje? Hii dunia inakaje? Tunataka mtu ambao ule anatengeneza inji hii yetu, atengeneze vizuri, ajuane na watu vizuri, awapatie chakula vizuri, lakini sio pesa. Kile vizuri ni kutengeneza mtu akitoka kwa utongoji anaonekana kazi ile alifanya. Sasa munatoa pita ya kupigania utongoji, na hiyo hakuna faida munalete. Sikizeni kila kizuri, tusomeze watoto wetu wafuate nayo mikuu yetu kile tunafanya, lakini tukifanya mbaya watu wanatuangalia. Sasa hii maneno ya kutupatia 200 na muleti maendeleo, hakuna kitu mnatupaiti nayo. Hiyo pesa mnatupatia, tuambieni mmetenga milioni 10 ya kutengeneza mahali, lakini kutupatia 200 na hakuna maendeleo. Hii maneno ya wanasiasa kuanzia Monday mpaka Friday ati anatembea huko akitupatia 200 kwa siasa, hiyo haitusaidii. Kwa sababu anafaa awe kazini ile tumemwajiria. Na hii maneno ya wanasiasa alikutembea hapa ukikutana nao ati anakupatia 200 na amekuibia milioni 1, haina maana. Yamekuwa ni maoni mseto ya wananchi hapa katika kaunti ya Machakos, wengi wakihisi kwamba si vizuri kwa wanasiasa au viongozi kutoa kitu kidogo kwa wananchi ili kuweza pengine kujipendekeza kwao ama pengine kuwafurahisha. Cha mno wanahisi kwamba tufanyie maendeleo, tuletee miradi ya maendeleo, tuletie pesa zifanye maendeleo, itakuwa ni bora zaidi. Mimi ni Nicholas Mbai kwenye studio kwa matangazo zaidi. Na asante sana Mwanambai, ukiwa katika kaunti ya Machakos. Wacha tusikilize wakazi wa kaunti ya Nakuru wanasema nini kuhusiana na mada hii hapa Komavu. Mike Kyalo.